Sports News hapa na Kivona Media, karibu tuzungumze michezo hapa nyumbani na hata nje mpaka Tanzania. Leo tuko na mchezo kati ya Yanga dhidi ya FARABAT ambao ulimalizika kwa Yanga kupita kwa goli moja kwa sifuri. Niko hapa na Shaba Mkeme, the heavyweight champion, yeye atakudabulia mchezo ulivyokuwa na magani ambavyo Yanga atakwenda kufuzu katika hatua hii kwenda hatua ya robo finali. Chome, tumeona mchezo kati ya Yanga dhidi ya FARABAT, mchezo wa hatua ya makundi kuelekea robo finali, mchezo Yanga ambao alipoteza kwa goli moja kwa sifuri. Kwa namna ambavyo Yanga amecheza mchezo ule, lakini mchezo mwingine ambao nyuma amecheza, unaona nafasi ya Yanga kufuzu katika hatua hii kwenda hatua ya robo finali? Wapo ambao wanasema Yanga anaweza kufuzu, lakini pia wako ambao wamekatia tamaa timu kwa kuwa hawaoni kama ina uwezo wa kufuzu. Wote nakubaliana nao kwa sababu mpira una matokeo matatu. Kuna kushinda, kushindwa na sare. Na Young Africans anahitajika kupata matokeo katika huu mchezo. Wanaoamini kwamba atafuzu kuna sababu nyingi ambazo zinazungumzwa. Miongoni mwa hizo sababu ni masuala ya kidiplomasia kwa maana ya baina ya Misri na Morocco, lakini wengine pia wakizungumzia swala la coach kukalia kutikavu kwa maana malijendi pale hawaridhishwi na mwenendo wa kocha. Kwa hiyo hizi ni sababu ambazo anaziweka. Lakini kwangu mimi najaribu kumpa nafasi Yanga kwa sababu moja muhimu. Sababu kuu ni kwamba FARABAT anaposhinda hii mechi dhidi ya Ahli, yeye atakuwa nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili atakuwa ni Ahli. Na hii nafasi na maana atakuwa ameshinda ugenini mbele ya Ahli. So Ahli naye anahitaji kumaliza wa kwanza. As we know, hizi timu zinakuwa na serious kwenye hii michuano. Timu zetu za Tanzania, timu inapoishia robo finali, nusu, tunachukua kama ni mafanikio makubwa, wakati wenzetu wana matarajio ya ushindi, ya ubingwa kabisa na kucheza finali. Ndio target zao pindi ambapo misimu inaanza. Kwa hiyo anapokuwa wa kwanza Ahli, moja kwa moja anakwenda kucheza na mshindi wa pili kwa kundi nyingine. Kwa hiyo unaweza ukaona anayekuwa mshindi wa kwanza ni yule ambaye ameshinda michezo mingi zaidi. Wa pili ni anamfuatia. Kwa hiyo kama ni wa pili anacheza naye, moja kwa moja yeye amekuwa mshindi wa kwanza katika kundi. Hasa kundi alilotoka ni gumu. Anakwenda kukutana na mshindi wa pili alafu anaanza ugenini. Unaona hiyo hali. Kwa hiyo moja kwa moja Ahli yeye atahitaji kushinda mechi dhidi ya FARABAT ili aweze kuwa wa kwanza na acheze na mshindi wa pili, kwa hiyo ni nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo hii ndio nafasi. Lakini tukisema kwamba hawezi kufuzu, nako pia kunafikirisha kutokana na namna ambavyo Yanga imekuwa ikicheza hii michuano, haijakuwa na matumizi mazuri ya nafasi ambazo wanazitengeneza. Wanapoteza zaidi nafasi. Kama tunavyojua kwamba Yanga wanahitajika kushinda idadi kubwa ya magoli, takriban magoli 3 ambayo yanahesabika ili baadaye sasa Yanga amefuzu moja kwa moja. Kama ni magoli 3 Yanga anahitajika kushinda, mtazame mazingira ya Yanga anawezaje kufanikiwa kupata hayo matokeo. Huoni kwa sababu ya mazingira ya namna ambavyo Yanga umekuwa kizipoteza nafasi ambazo wanazitengeneza. Compactness ya eneo la ulinzi Yanga very fantastic, namna ambavyo wanacheza Dickson Jogo, Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibrahim Abdullah Banka, sometime Boka au Zimbwe amekuwa akiwatumia kwa namna hiyo coach Pedro Gonçalves, lakini wamekuwa na ubora mkubwa kweli kwenye namna ya kuzuia. Huoni mianya baina ya mchezaji na mchezaji mpaka kufikia mlinda lango Didiara. So kwa kusema hivyo, huoni sasa yale mazingira ya Yanga kuweza kupata magoli zaidi ya mawili matatu kwa sababu ya hiyo historia toka michuano yenyewe. Lakini pia ubora wa wale wachezaji ambao wamekuwa ni wachezaji tegemezi, kusema wachezaji wa kituo kuchungwa zaidi. Pacome Pedro Zouzoua tumemuona mchezo uliopita hajakuwa na mchango mkubwa. Pengine wengi ukiangalia kwenye mabanda wengi wanalalamika sana atoke tu. Yes. Licha ya kwenye mabanda kulalamika, lakini pia ni mchezo ambao FARABAT haukuwa na mashabiki. Kwa hiyo tulikuwa tunasikia zaidi kocha akimuita Pacome na akimlalamikia Pacome run, Pacome unasababisha matatizo kwetu na kauli kama hizo, na ni mchezaji ambaye kocha alikuwa akimuita mara nyingi zaidi. Pengine akiamini anaweza kufanya bora zaidi ya kile ambacho alikuwa anakifanya, akiamini anahitajika kupush zaidi kwa sababu ndio target ambao wao walimweka. Lakini pia kulikuwa na mpango mzuri ambao FAR waliuweka dhidi ya Pacome kwa sababu tunajua Young Africans inacheza vizuri, lakini mchezaji anayecheza vizuri zaidi ni Pacome kidogo. Licha kwamba msimu hajakuwa na ubora kama ule ambao msimu ule. Mengi yanazungumzwa, pengine sare na
vitu kama hivyo, ambao wanamjua zaidi na wanamuona katika hayo maeneo. Lakini kwangu mimi nazungumzia ubora wake msimu huu haujawa ule ambao tunategemea. Lakini pia eneo la ushambulizi, tunajua makocha wanapopendekeza wachezaji unakuwa na ile nafasi ya upendeleo. Dep amekuwa akianza mechi nyingi zaidi ya Dube, lakini tumeona impact ambayo Dep anakuwa nayo kwenye eneo la umaliziaji. Kwangu mimi ukimweka Dep na Dube, mimi naondoka na Dube kwa sababu Dube ana huo ubora wa matumizi ya nafasi. Sio clinical zaidi, lakini anajua wapi akae na akafunga. Msimu huu amefunga goli muhimu Zanzibar, mechi ya kwanza, mechi ya AS FAR Rabat, yeye ndo amefunga goli moja. Yes, unaweza kuona namna ambavyo Dube anaweza kufanya hicho kitu ikatokea. Lakini tunamjua Dube alicheza Azam, mechi ambayo mimi naikumbuka zaidi na ambayo mimi najua Dube anajua kujiposition na anataka kufanya nini kwa wakati gani. Mechi dhidi ya Simba anamfunga Aishi Manula goli la mapema zaidi dakika ya kwanza. Aishi anaokota kambani. Kwa hiyo kwangu mimi Dube ndio mchezaji ambaye anahitajika zaidi kuanza. Lakini pia matumizi ya Alan Okello bado sijaona ikiwa na faida zaidi, kwa sababu sio mchezaji ambaye anaweza akakupa kashikashi mpira. Timu ambapo haina mpira, yeye akatoka sehemu moja akarudi akakaba akapora mpira na akaanzisha na akatembea. Hana uwezo huo mkubwa, na ndio maana unakuta kwenye eneo la ulinzi inamlazimu Damaro kucheza zaidi madhambi, kwa sababu mipira imepotea kwenye eneo ambalo wao walihitajika kuanzisha transition kwenda kwa mpinzani. Kwa katika maeneo hayo Nixon, unaona kabisa kazi ya Yanga ni ngumu kuliko. Na tukumbuke Yanga alikuwa akitafuta goli moja mechi ya yes, ambapo Yanga hakufanikiwa kupata ile goli. Je, magoli matatu ataweza? Ni swali ambalo tunajiuliza. Kwa hiyo kwangu mimi anaweza akafanikiwa na asiweze kufanikiwa, yote yanawezekana. Labda kuongezea tu hapo Mchome hapo, umesema anaweza kufanikiwa asifanikiwe. Kwenye kuweza kufanikiwa hapo, nadhani kitu gani hasa ambacho mwalimu alikosea kule au wachezaji walikosea wakiwa kule Morocco, au akija kurekebisha hapa Zanzibar anaweza kupata matokeo haya magoli matatu, pengine zaidi ya magoli matatu na wakafikia kushinda? Kitu gani hasa wakifanya au warekebisha au mwalimu kwenye viwanja vya kubadilishia vya mazoezi avirekebishe kwa wachezaji wake ili kwenda kufuzu katika mchezo? Yes, kama kuna kitu tunataka kufanyia kazi, kwanza ni unajua kuna kitu kimoja, watu wengi kwenye utafutaji au kwenye tathmini wanadili zaidi na madhaifu. Kitu cha kwanza angetakiwa kudili na ubora wake, kwanza kuboresha ubora alionao. Eneo la ulinzi ambalo limefanya kazi nzuri zaidi, anatakiwa kwa motivate waendelee kufanya kile ambacho wamekuwa kikifanya. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili ni kuzitumia nafasi ambazo Yanga amekuwa akizitengeneza. Yanga ametengeneza nafasi nyingi, lakini utengenezaji wa hizo nafasi, utakumbuka Dube alipiga moja imekula post, imerudi tena mguuni, anampa mlinda lango. Wakati ni kuchagua tu post na kuweka mpira watu akarudi kati. Clement Mzize sitamjaji sana kwa sababu amerejea kutoka na majeruhi, wenda fitness yake, confidence bado havijarudi kwenye utimamu ule ambao tunaujua kwa 100%. Wengine angekuwa na utimamu huo tungeona. Lakini pia kingine ambacho kocha anataka kujua, aweze kumtumia Dube katika mechi ya mwisho. Aweze kumtumia Dube, lakini Pacome arudi kwenye ubora wake. Mudathiri basi, mbona mechi 2-3 hajaanza? Mudathiri msimu huu hajakuwa na mchezo, hajakuwa na msimu mzuri toka umeanza. Ni mchezaji ambaye msimu uliopita amekuwa akiamua baadhi ya mechi, mchezaji ambaye anakupa assist, lakini box to box midfield tunajua anaweza kuathiri box la timu yake, uwezo pia kuathiri box la timu pinzani. Uwezo huo anao Mudathiri, energy ya kutosha. Still bado ni mchezaji potential kwa Yanga, lakini hajakuwa na huo ubora. Pengine akiwa kwenye ardhi ya Zanzibar anaweza akafanya jambo, kwa sababu unakumbuka goli alilofunga Dube, pasi imetoka moja kwa moja kwa Mudathiri, na ni pasi ilikuwa ya mauaji. Pengine asianze Damaro, pia kaanza Mudathiri. Nacho pia ni kitu ambacho natarajia kukiona. Lakini je, muda atakuwa kwenye huo ubora? Kwa sababu timu inahitaji magoli, lakini pia inahitaji kujilinda wasiruhusu bao, kwa sababu atakaporuhusu goli pia wanajitengenezea mazingira magumu wao, kwa sababu pia timu itakuwa na pressure. Yes, na zaidi, umenielewa? Kwa hiyo wajilinde, lakini pia kutumia nafasi ambazo wanazitengeneza. Hicho ndio kitu cha msingi zaidi Yanga anataka kufanya katika mchezo wao wa mwisho. Pengine wanaweza wakafuzu na kuelekea hatua ya robo, lakini wanatakiwa kudili na ubora wao kwenye kujilinda, lakini pia kutumia nafasi na kuendelea kuzitengeneza nafasi ambazo wamekuwa. Asante.
Naam, kwa hiyo ni Rashid Shama Mchondo the heavyweight champion. Anazungumzia vizuri kabisa mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Rabat. Namna ambavyo umechezeka mchezo hivi, namna gani na Yanga atakwenda kuvaana na timu ambayo itakuja kucheza hapa Zanzibar katika mchezo wa mwisho kabisa kuhakikisha wanafuzu hatua ya robo finali. Ninaitwa Nixon Mojeni, mzee wa Renka. Endelea kusubscribe, like, comment na kushare. Jambo la msingi kweli ni pia ya kutembelea mitandao ya kijamii kama na Kibona Media huko Instagram, Facebook, Twitter tunafahamika kama hilo na Kibona_media. Asante.